Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel. Ni furaha iliyoje kutana nawe mara tena mpenzi mtazamaji wa Fizi News 24 kwa moyo mkunjufu na kukaribisha kuweza kufuata taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Ninakusamini wewe ambaye unaendelea kututegea sikio na kutupa macho yako kila muda na kukaribisha mwanzo hadi mwisho wa taarifa ya habari na sema karibu. Tuanzie na huko Fizi Center makao makuu ya tarafa ni kwamba kijana mmoja aliyejulikana kwa jina la Emma amekutwa amefariki katika mazingira ya kutatanisha usiku wa kuamkia Jumatano hii tarehe 15 Oktoba 2025 ndani ya upango wa mapadiri Fizi Center makao makuu ya tarafa. Kwa jambo hilo shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo limetaja kusikitishwa na kitendo hicho. Akizungumza na TV yako bwana Malilo Makoma Bone, mwenyekiti wa shirika la raia NDC Chumvi ya Kongo, ameanza kwanza kutoa picha ya tukio kwa upande mwingine akiomba kwa vijana kutokuwa na tamaa. Jana aitwaye Emma alikuwa tangu jana amefariki dunia asubuhi. Uchunguzi umefanyika, imebainika kwamba na baadhi ya watu wanasema kwamba alikuwa mwizi, lakini tukiangalia jumba limejengwa ni vigumu sana kuingiza kichwa pale, lakini mpaka sasa hivi vinazua utete sana, tujui kama mtu amekufa katika mazingira gani. Alikuwa ndani ya upango wa Kroase na alikuwa kwenye dirisha hivi, kichwa kikielemea ndani ya nyumba yenyewe. Ni nyumba ambayo ni nyumba ya kufungia vitu vya ni maarufu sana. Kwanza alikuwa ni mwalimu wa shule la msingi la Luondo, tena ndio alikuwa mwandishi au mratibu wa harusia ya nani ya Fizi. Na labda hali ya uchunguzi ambao umeshafanyika, kuna fununu zozote ambazo zimeshabainika kuhusiana na kifo chake? Baada ya polisi kupita, imebainika kwamba kuna mtu anayehusika na kitendo kama na hicho. Hivi watu wote wanajiuliza, hawajui mazingira gani yalimfanya mpaka yeye kichwa kiingie katika eneo lile ambalo huenda mtu asiingia, lakini imeonekana kimeingia na kimetoka tu kama kawaida. Hakuna majeruhi yote, labda tu hapa kwenye korome kulikuwa kama kakovu kidogo, na ikabainika kwamba wakati alipoingiza kichwa labda promoka sasa ndo hapo amebana pale kwenye vile vyuma, ndo kasababisha kale kajeraha kidogo hapa kwenye koo. Tayari mwili umezikwa kwa amani, kuwepo na fujo na mambo yanaendelea vizuri tu. Ujumbe kwanza ni wa huzuni, inahuzunika sana kuona kwamba mtu ametoweka katika hali ambazo zinasifahamu, na pia tunaambia raia kwamba unajua, ijapokuwa haijabainika na kwamba mtu amekufa na kitu gani, lakini kila mtu arizike na yale ambayo anayoyapata kidogo, sababu kifo chake ni kitu ambacho mpaka saa hizi kinaleta uzushi sana. Huko Katanga ni kwamba mzalendo mmoja wa SNPCC aliyezorotesha usalama wa raia kwa kupiga risasi nyingi wani amekamatwa na kuiziliwa na uongozi wake kwa kosa la kuyumbisha usalama. Kwa jambo hilo uongozi uparikanao pa Katanga umepongeza hatua hiyo ambayo huenda kwa somo kwa wengine wazalendo. Akiojua na TV yako kwenye line ya simu, ameanza kwanza kulaani vitendo vya kufyatuliana risasi bila sababu. Pamoja nayo ameonyesha namna hali ilivyokuwa. Milio ya risasi ilisikika asubuhi, ila alikuwa askari mmoja wa SNPCC mwenye alipiga masasi, alikuwa mlevi na alikamatwa na uongozi wake kwa kwenda kuadhibiwa. Katanga alipigia Katanga. Upande wenu hamkujaribu kuingilia kati juu ya hilo kiongozi? Tuliweza kuingilia kati kwa maana tulipata mkubwa wake pale na muangalia, na tayari walikuwa wamekuja kumfunga kamba na kumpeleka kwenye kituo chao ili aweze kuadhibiwa, kwa maana ni jambo ambalo liliazimiwa na watu wengi. Mioyo ya watu haikukosa kutikisika, kwa maana kila siku wanakuwa wanategemea labda kutapigwa masasi. Unajua kipindi ambacho Katanga imeingia ndani kwa siku ya leo imekuwa kipindi kigumu zaidi sana. Vikundi vya wazalendo ni vingi sana, alafu kuna pia maskari ambao wamekuwa wakosa adabu, ambao hawasikii wakubwa wa viongozi wa serikali mbalimbali. Vitendo vya unyanyasaji siwezi kuvishuhudia zaidi sana, isipokuwa kwa wale ambao wanaenda kwenye mechi za usiku. Kuna watu ambao wananyang'anywa masimu, mambo kama na yale, nayo pia
yanakuwa yanazungumzika mara mingi sana na watu wanalalamika, na ni kwa ajili ya hiyo yote ndiyo maana uongozi wa groupement umeandaa pia kikao cha usalama siku ya Ijumaa ili tuweze tuangalie namna gani tunaweza kusolve hizo shida. Na alipoulizwa kwa nini uongozi hauna zoezi la kuendesha vikao vya usalama ili kutathmini juu ya hali ya usalama, duru yetu imejibu yafuatayo. Hapana ndugu mtangazaji, kila mara tunafanyaka vikao vya usalama, ni hali tu za wewe mwenyewe unasikia mara nyingi hata Baraka watu wanauhiwa na hao sehemu mbalimbali Uvira na kadhalika. Yani ni unajua ni raia ambao walishika silaha na hao hawakupata mafunzo kwa ajili ya silaha. Hiyo ndio shida ambayo tumekuwa nayo. Utakuta walio wengi ambao walikuwa wezi leo ndo wanakuwa wale wenye kulinda sasa usalama, na hiyo nayo inachangia pia mambo kuwa hivyo. Sababu mmesema huyo mzalendo amekuwa arete na uongozi wake, nyinyi mmepokeaje hatua hiyo ambayo imechukuliwa? Niliona ni vizuri zaidi juu tulifuatilia kipindi Masasi ililia, tulianza kufuatilia ile wakati tumeonana na kiongozi tulimkuta tayari amekwisha kuwekwa nguvuni. Niliona kama kile ni kitendo ambacho kinaweza kupatisha wengine woga wa kufanya mambo kama na yale ya kupiga Masasi ovyo, kwa maana aliadhibiwa kabisa na adhabu yake inaendelea mpaka juma yote mzima kama vile uongozi wake uliweza kuzungumza pale. Na huko Uvira ni kwamba mwananchi tena notable wa jimbo la Kivu Kusini Andre Biadunia ameomba raia kuondoa mashaka juu ya matamshi ya waasi wa M23 ya kudai kuwa watateka mji wa Uvira na Fizi Baraka hivi karibuni. Huyu ameomba raia wote kuendelea na shughuli zao kama kawaida. Katika mazungumzo na TV yako Andre Biadunia mashaka ameanza hapa kuonyesha njia mbalimbali adui anazozitumia. Mimi nakuya tu kuambia batu ya Uvira, ya Fizi, ya Mwenga na eneo yote ile Shabunda kwenye adui hayafika, kwamba adui iko na mbinu nyingi sana za kutujue, ya kuchezesha akili yetu na kutaka kututoa kwenye lengo la kutetea nchi. Mnakumbuka kwamba semene pasa alikuwa pale Kamanyola na balitumikisha batoto ya Uvira. Balikiwa na batoto ya Uvira wanakuwa maile maguruguru yao ya M23, bakafika pale Kamanyola, bamoja walikuwa ba candidat député ku national na ku députation provinciale, na wakati balishindwa baliwaza labda kule njoo kunakuwa maisha. Na wakati balifika pale Kamanyola, c'était le vendredi ya semaine passée, mu discours zabo zote balionesha kwamba watafika Uvira na Fizi tu, kupenda na kutopenda. Na kama nakuja kusema leo kutafuta kuambia watu wa Uvira na Fizi na Mwenga na Shabunda nafasi nyingine kwenye habayafika, mukaze roho, kwa sababu adui kazi yake ni kudemoralize watu, kutraumatize watu psychologiquement. Kuna watu wafanya tena kazi paske bashaka bambia kama M23 tafika katu, meacha niambie kwamba haitafika. Bakasema kwamba bazalendo ya kwetu walishakamata franga, na bakasema kwamba pour preuve kuonesha kwamba wazalendo walishakamata pesa, tubaambie wazalendo baende bapigane Katogota na Kamanyola. Mwache niwaambie kwamba kama habayapigana wazalendo habayapigana haiko kukosa nguvu, ni kwa sababu serikali ya Kongo lideside kwenda mbitu ya maseselefe. Ndiyo maana wazalendo habayakamata Katogota na Kamanyola na kuendelea Bukavu. Nguvu hazikosekani, nguvu ziko, lakini haiko kusema kwamba watoto wetu walikula pesa ya adui. Watapana pesa gani? Wana nini wao hao wa M23 wa AFC alors que wako wanashindwa kulipa watumishi wao pale Bukavu kwenye bana ukipeleo illegalement Bukavu na Goma nafasi nyingine habalipi watumishi. Mtumishi mwalikuwa analipwa $200 wakati wa wanaporusi na governor mwalikuwa ngambo ya Nord Kivu kule, leo hawezi fika kwa ile franga bako wanalipa watu 40,000 francs congolais. Batu wanaishi pale paske simplement kuna kwa bataenda na sisi tutawapokea huku na hakuna banavumilia tume bako banasaga meno pourquoi balikubali kukaribisha bale pale. Haiza kuhusu swala la kusainiwa kwa mkataba wa kusitisha vita kwa pande zote mbili, Andre Biadunia amejibu yafuatayo. Alors ile madiskuru ya Kamanyola ya kutafuta kuonesha kwamba hapana tulishapatia bazalendo franga, nimekuja tu kuambia kwamba msifuatane na ile madiskuru. Hakuna pesa wazalendo wamepewa.
na mwenye aligusa kama kwa aligusa yeye peke sitamlunguza paske ni pesa za adui, ni pesa za kumwanga damu ya Wakongomani. Mena barasire kama hakuna mtu amepata pesa kama Bazalendo wapigana Katogota na Kamanyora, ni kwa sababu kuko ile CCLF ambayo maintenant imekuwa concretize na serikali ya Kongo na AFC M23. Hiyo jana le 14 ya mwezi wa 10 bali isinye pale Qatar. Kwa leo wamehakikisha kwamba hakuna mtu anaweza kwenda tena kuvamia maeneo ya mwenzao, yani M23 siende tena mweneo yenye iko kontrole na gouvernement, na gouvernement siende tena mweneo yenye iko kontrole na serikali ya na AFC. Et donc kwetu sisi ni kuja kubarasile tu kwamba hakuna basi badanganye, mais aussi nukia kuambia serikali kwamba ili kusema tuingie MCCLF, tunaogopa sisi raia wa Kongomani kwamba hii hali itatubeba kwenye eta mbili. Njogisi zingine eta zinezijikatakata Masudadi Sidi na mfasi zingine, nitapata muda kwa explique watu, zilienda zinaingia mu souveraineté de fait parce que balikubali kukua au même pied d'égalité serikali na waasi. Na leo ile accord ya CCLF ambayo bamesinye Qatar jana le 14 imekuja kulegitime kuwapatia wale warugaruga wa M23 ka nguvu kidogo kutaka kuonesha kwamba maeneo ya Bukavu nafasi zingine imebakia nafasi yao, kwa sababu serikali haiwezi tena kuwa na control kwa ile maeneo, alors que ni maeneo ya serikali. Na sisi mpaka leo tunaendelea kureklame kwamba serikali inapashwa kukamata pale kwa nguvu, na kama haitafanyikiwa kupakamata hiyo serikali, sisi tupatie vifaa, sisi wazalendo tutafanya kazi kwa kukamata na kugomboa ile maeneo yote, kwa sababu nguvu tunazo, hatukosi kitu, nguvu tunazo, lakini ni ile logistique ndio natukosa tu. Na kwenye habari za Graifa ni kwamba kisha kuitishwa Kinshasa mwezi Agosti, gavana wa mkoa wa Katanga Jacques Kabula Katwe hatimaye amevunja ukimya wake na kudai kuwa yote anayopitia kwa sasa aliyosababisha ni bwana Dani Banza, balozi wa zamani wa Rais Felix Antoine Tshisekedi eneo la Grand Katanga. Bwana Jacques Kabula Katwe, gavana wa Katanga, mkoa ulioko kusini mashariki mwa nchi, yuko Kinshasa kwa mashauriano kwa zaidi ya miezi miwili sasa, na jukumu la kuongoza mkoa huo kwa muda limekabidhiwa rasmi kwa makamu wake. Kwa mara ya kwanza bwana Kabula aliamua kuvunja ukimya wake juu ya hatima yake, akimshutumu katika mahojiano yaliyotangazwa Jumatano na kitengo chake cha mawasiliano balozi wa zamani wa rais wa jamhuri katika mkoa wa Katanga Dani Banza. Kwa upande wa Jacques Kabula Katwe, matamshi yake wakati wa kuandamana kuunga mkono jeshi na mkuu wa nchi huko Lubumbashi yalitolewa kwa muktadha na kwamba Dani Banza alifadhili kampeni ya chuki dhidi yake. Katika matamshi ya kisiasa kuna hali chafu, njama zinazopangwa. Baada ya uchunguzi uliopita, wale ambao walikuwa wakifanya kazi na sisi walijiona katika ugumu na kuanza kuongoza kampeni ya kutusumbua. Walitumia njia nyingi kunikosesha nguvu. Naweza kutaja balozi wa zamani wa mkuu wa serikali Dani Banza Maloba, Dani Kabongo na watendaji wengine wa kisiasa. Kwa sababu hii walikuwa na jukumu la kuchukua maoni yangu kwa kuyatafsiri kwa njia ya kupotosha, alisema ayo Jacques Kabula Katwe. Dani Banza pia yuko katika ugumu kwa sasa na amekuwa akiishi Ulaya kwa miezi kadhaa baada ya kustakiwa leo walio karibu na Felix Tshisekedi kwa kupanga njama dhidi yake. Bwana Banza alitangaza wiki chache zilizopita kurudi kwake nchini Oktoba kupitia Kinshasa kumsalimia kaka yake mkubwa Felix Antoine Tshisekedi kabla kuelekea Lubumbashi, mji mkuu wa Katanga. Bwana Kabula akizungumza juu ya kurudi kwa mtu ambaye alichukulia kuwa ndiye chanzo cha yote anayoyapitia hasa kurukwa kwake katika kichwa cha mkoa wa Katanga, anaelezea kwamba Dani Banza hakuwa juu ya misheni aliyokabidhiwa wakati huo na Rais Tshisekedi. Leo wakati anasema kwamba anataka kurudi nchini ili raia Katanga iweze kumkaribisha, hiyo ni njia ya uongo. Yeye ni mtu ambaye aliwazuru watu wa Katanga. Kuna watu wengi ambao wamepitia nyakati ngumu kwa sababu yake, kama vile Waziri Gile Nyembo aliyezulumiwa wakati alikuwa director mkuu wa ofisi ya rais. Kuna pia gavana wa zamani wa Tanganyika Jules Ngungwa Mwayuma alisumbuliwa na akaishia kuacha madaraka. Huu ndio mpango ule aliokuwa nao pia kwangu. Kwa bahati nzuri tunaendelea kuwa wakakamavu na kufanya kazi, aliongeza ayo Jacques Kabula Katwe. Kuna watu wengi ambao wako wa mishoni leo
kwa sababu watu wanaomzunguka mkuu wa nchi hawakuchukua jukumu lao vizuri. Mfano wa Governor wa Lualaba Richard Muyeji. Tuwakumbushe kuwa Jacques Kabula Katwe aliweza kuitishwa huko Kinshasa baada ya mkutano wake wa zarani mnamo Juni 30 kuunga mkono hatua za kidiplomasia zilizochukuliwa na Kinshasa dhidi ya uvamizi wa Rwanda mashariki mwa nchi. Alitajwa hasa majina Joseph Kabila na Corneille Nangaa ambao alisema ni Wakongomani na kwamba hali yao inaweza kutatuliwa ndani ya familia. Kwa upande wake maoni yake yalitolewa kwa muktadha wao. Mpenzi mtazamaji, ni ndio tulikuwa nao kwenye habari zetu kwa siku ya leo. Na kushukuru ambao unaendelea kunitegea sikio mwanzo hadi mwisho. Sina la ziada ila nakuomba usikose kulike na kushare pia na kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila wakati. Hii ni Fizi News 24. Fizi News 24. Média d'information en temps réel. Fizi News 24. Chombo cha habari kwa muda sahihi. Média d'information en temps réel.